plus wachezaji wengi kutoka nje, na unapoleta mchezaji kutoka nje maana yake aje kufanya kile ambacho wewe unakitaka na kufanya ubora kuliko mchezaji wa ndani. Lakini umeweza kuona tumekwenda kwenye kushindana nao na imeweza kufanikiwa wote draw na wao. Umeweza kuona jana Yanga wamedraw na TRA. Ukiangalia rank wise Yanga wako top kuliko TRA, lakini football iko namna. Na ukiangalia Mashujaa anaanza Azam unaweza kuona wako top kuliko sisi, lakini ukienda kuangalia kwenye mpira na mazingira ambayo ya timu zetu yalivyo na mafunzo ambayo wanayapata, nafikiri karibu tuko hiko. Nimeheshimu Mwalimu Ibenge, timu yake iko vizuri, lakini najiheshimu mwenyewe na technical staff yangu kwa kazi kubwa tulioifanya, angalau kuweza kutaka kuwafunga, lakini tuseme imeangukia draw. Mimi niseme kwao imekuwa bahati, kwa sababu ilikuwa lazima wafunge pamoja na ubora wake. Timu ya Mashujaa ilikuwa ikicheza mpira vizuri. Siwezi kusema kwamba walimu waliopita hawakufanya jambo zuri, hapana, nitakuwa mnafiki, lakini niligundua kwanza fitness level yao ilikuwa iko chini, lakini wakaenda kucheza mechi ambazo walifungwa takriban mechi 4-5 mfululizo kwa image ya goli kubwa nyingi kwa sababu wakati wachezaji wengi wa timu za Simba na Yanga ambao waliwafunga kule Dar es Salaam wakiwa wameenda kwenye AFCON, wao walipata mapumziko ambao hawakutumia vizuri. Wakati wanarudi wenzao wamekuja na form nzuri waliotoka nayo kwenye AFCON, that's why wakafungwa kwa haraka. Kwa hiyo timu ikawa ina shake. Kwa hiyo ile mechi zile ndio ikawa kama part of the trend. Lakini mimi nilipokuja kwanza nimeamua kuwasukuma ili wapate fitness level ya kutosha, kuwatengenezea speed na hatimaye kutengeneza nini tufanye kwenye kudefend na kwenye kuattack. Hilo tumefanikiwa.